Mtazamaji wa Global TV, mimi naitwa Gabi Mtanzania. Leo kwenye kipindi chako cha Kona ya Mtaa, tumekuja Temeke, Dar es Salaam, kwenye kata ya Tandika, ambapo kuna msiba wa kijana aliyekuwa akifahamika kwa jina la Hamisi Mwalimu Matimbwa, aliyekuwa na umri wa miaka 25. Ameacha mke na mtoto mdogo mmoja, ambapo siku ya jana inadaiwa kwamba alipata ajali ya umeme kwa kupigwa shoti na mpaka umauti. Nini kimetokea na hii shoti ilisababishwa na nini na wapi ilipotokea? Tumeamua tufike msibani kuweza kufahamu kila kitu na chanzo cha ajali hiyo. Nyuma ya kamera anaitwa Zakaria Gamondi. Mimi naitwa Salumu Saleh Kono. Urafiki wetu tulikuwa kwenye kazi na baina mambo mengine ya, kwa mfano kama kuna tatizo tunasaidiana, kama kuna shida tunasaidiana, na lolote likatokea mimi ndo kwanza kunijulisha na uniwepesi kuifanya shughuli. Siku ambayo inatokea msiba, chanzo cha ajali ilikuwa ni nini haswa na mlikuwa mkitokea wapi? Chanzo cha ajali tulitokea Mbagala, tulikuwa tunaenda kushusha mkaa za kiemu. Wakati ya kwenda tumeenda vizuri, wakati ya kurudi gari ilisimama. Pale gari iliposimama juu kulikuwa na waya. Yeye alinyanyuka. Wakati anaponyanyuka akagusa waya umeme. Amegusa waya umeme ukampiga shoti. Kupiga shoti akaangukia juu ya magunia. Ndio hapo tukawahi kumshusha, tukawahi kumpeleka hospitali. Wakati shoti inatokea ndani ya gari, hakuna mtu mwingine ambaye aliathirika, na mlichukua muda gani mpaka kumkimbiza hospitali? Sisi hatukuwahi kuathirika kwa sababu tulikuwa juu ya magunia. Ila ni yeye alishika bodi, ambayo bodi iligusa moja kwa moja na umeme. Endapo na mmoja alikuwepo chini, alishika bodi na yeye ilimpiga shoti ya mkono mpaka na mbavu hivi. Ila aliwahi kutoka. Sisi tulikuwa kuathirika kutokana tulikuwa tukushika bodi, tushika magunia. Na mimi kama vile niliwahi kuruka kwenye turubai, kwa ndo hicho hapo ambacho tulichonusurika na sisi. Na umezungumza kuhusiana na waya ndio aligusa. Wakati gari inapita, dereva kuona kwamba kuna waya ambao akiugusa anaweza kusababisha shoti kwenye gari. Wakati mkono wa kushoto kulikuwa na mkono wa kulia kulikuwa kuna waya. Na mkono wa kushoto kulikuwa na waya vile vile. Huku za mkono wa kushoto zilikuwa chini, za mkono wa kulia zilikuwa chini, za mkono wa kushoto ilikuwa juu. Kwa hiyo pale gari ilikuwa na uwezo wa kupita. Ila yeye ni alivyosimama ndo waya ukamgusa. Laiti angesema angekaa chini, waya usingemgusa kwa sababu ni sisi sote tulikaa chini, waya haukutugusa. Na vipi marehemu? Alifariki pale pale au ilikuwaje? Hapana, marehemu hakufariki pale pale. Sisi tulimshusha kwenye gari, tukampakiza kwenye bajaji, tukamwaisha hospitali. Amefika hospitali ndo tukagewa taarifa amefariki. Mlikuwa mshafika hospitali tayari ashafariki? Amefia na sisi hospitali kwa sababu sisi hata kama ametufia mikono kwetu lakini hatujui kama ndo ameshakufa au vipi. Sisi tunafika hospitali, tunakaa kama dakika 5 ndo tunakuja kugewa taarifa ndugu yenu amefariki. Na vipi hiyo barabara ambayo mmetumia siku hiyo kwa ajili ya kupeleka mzigo wa mkaa, na ndio barabara ambayo mnaitumia kila siku, na vipi kwenye hali ya hizo nyaya za umeme barabarani? Na ile njia tunapita sio mara moja kwenda kupeleka mkaa wala mara mbili. Na tunapelekaga sana na tushapeleka tipu nyingi tu, ila ndo kama hivyo emergency tena. Na baada ya kupewa taarifa kwamba marehemu amefariki, baada ya dakika 5 kumpeleka hospitali, nini mlifanya kama marafiki wa karibu na mfanyakazi mwenzenu? Mimi kama rafiki wake karibu ndio ambaye niliokuepo kule, nikachukua jukumu la kuwapigia ndugu jamaa, aswa ni ndugu zake, ili waweze kufika kwanza pale tujue tunafanyaje. Ndugu alichukua muda gani mpaka kufika hospitali? Ndugu alichelewa kidogo kutokana na usafiri. Ila alichelewa kidogo. Hakuchelewa sana kufika pale, tukaanza harakati nyingine. Na marehemu Hamisi kwenye utendaji wake wa kazi alikuwa ni mfanyakazi wa namna gani kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimuona wewe kama rafiki na mfanyakazi mwenzako? Marehemu Hamisi nilikuwa mfanyakazi tu, yani kibarua tu. Kama hivyo tunaitwa gari imefika, tunaenda tunashusha magunia, kutoka pale ndo malipo yetu. Unakumbuka maneno ya mwisho ambayo ulikuwa umezungumza naye marehemu? Kwa kweli maneno ya mwisho marehemu hakuwahi kuongea chochote kwa pale. Tangu apigwe na shoti ya umeme hakuzungumza tena? Hakuzungumza chochote. Pole sana. Nashukuru, asante.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.